Jana iftar watu wamefuturu Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam. Wamefuturu na Mheshimiwa Rais na alikuwepo vile vile mzee Mpili. Babu aliko. Mimi ndo nimemuona. Kuna wengine walikuwa kila mtu anaruhusiwa, si ndio? Kusema aliyemuona wake. Kila mtu anaruhusiwa kuona aliyemuona. Aliyemuona. Huyu ndo niliyomuona mimi. Huyu bwana. Huyu ndo niliyomuona. Yuko hapa. Sasa magazeti ya Tanzania leo yamezungumzia, unajua jana vipi ilikuwa ni Jumatano ya Majivu Wakristo nao wameanza Kwaresma nao. Ndio. Kwaresma. Gazeti la Uhuru wanasema nasaa za Rais Samia kipindi cha Kwaresma, awataka Watanzania kuendelea kumuomba Mungu zaidi, kuongoza kuishi ukweli na uadilifu, ahimiza kuendelea kuiombea nchi amani, upendo, umoja na utulivu wakati na utulivu. Viongozi wa dini nao wanena. Habari picha inaonekana hapa Jumatano ya Majivu, inaonekana makamu wa rais Dr. Philip Mpango akipakwa majivu katika ibada ya Jumatano ya Majivu iliyofanyika katika kanisa la Mtakatifu Petro Oysterbay jijini Dar es Salaam jana. Habari hiyo ipo kwenye gazeti la Uhuru. Leo wameweka habari hiyo. Ndio na sasa Mheshimiwa Rais kuelekea Kwaresma, lakini vile vile mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tayari unaendelea. Imekuwa ni utamaduni wa viongozi mbalimbali wakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi hiki ambacho tuko katika mfungo wa Ramadhani, lakini kama ambavyo tumezungumza Kwaresma nayo imeanza. Kwa kikubwa ni kwamba tunakumbushana, hii ni kukumbushana kwamba tunapaswa kumcha Mwenyezi Mungu, kufanya dini, kufanya ibada, lakini kuombea na kheri na fanaka. Kipindi hiki ndio kipindi cha kuchuma, kipindi hiki ndio kipindi cha kusameana, kipindi hiki ndio cha kufanya mema. Kwa hiyo tunapaswa kufanya yale mema yote ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, lakini pia tujiombee amani katika taifa letu, kwa sababu tunasikia wenzetu kipindi kama hiki utulivu unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo tunapaswa kila mmoja wetu kwa nafasi yake, kwa dini yake, kwa imani yake, kumuomba Mwenyezi Mungu aijalie kheri na fanaka taifa letu. Lakini pia wakati huu wa mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, tumche Mungu, tujisafishe kwa Mwenyezi Mungu. Tumefanya mengi sana, basi hebu kipindi hiki tumuombe Mwenyezi Mungu na tuweze kujisafisha, turudi kwake, ili Mwenyezi Mungu atuepushie changamoto ambazo tunazipitia katika maeneo yetu na kazi zetu. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika hilo.